Tukisema hatutaki utani sio kweli, kwa sababu mechi ya jana ukiangalia na mechi ya kwanza ina utofauti mkubwa. Sababu mechi ya kwanza asilimia kubwa wamepangwa wale ambaye hawapati nafasi kwenye NBC Premier League na kwenye Champions League. Wale wachezaji ambao wamesajiliwa Simba, huu ni muda wao pia nako kuonyesha kwamba wana kitu ili wamshawishi mwalimu pia aweze kuwapa nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Mimi kwa kweli nilikuwa 100% kwenye mechi iliyopita. Lakini kwenye mechi ya jana asilimia 90 walopanga wengi ni wale watoto wa under 20. Ina maana wanahitaji labda kuwapa nafasi kuja kwenye timu kubwa. Hiyo labda ndio mipango yao mikubwa, lakini sio kwamba walikuwa serious kwenye mchezo wa jana. Hawakuwa serious kwenye mchezo wa jana. Na tusingejiangalia tu sehemu ndogo, pengine tungeenda kuangukia pua na tungeondolewa kwenye mashindano na tungerejea nyumbani Tanzania. Na ingeniuma kwa sababu hii Mapinduzi Cup imekuja sehemu nzuri sana, imekuja wakati mwafaka kwa sababu tumepata break hapa kwa ajili ya AFCON. Hii ni muda mrefu sana hapa, tunakaa takriban mwezi mmoja na kitu. Sasa unakaa wachezaji bila kupata mazoezi, bila kupata mechi za kiushindani, wanaendaje kwenye mechi za kimataifa? Na tukitoka hapa tu, nadhani kituo kinachofuata sio pengine NBC Premier League itakuwa mechi chache, lakini kwenye Champions League kwenye michezo miwili migumu zidi Esperance de Tunis, home and away. Sasa unataka upate timu yako wakati tayari iko kwenye moto, sio imelala alafu unaenda kukutana na Esperance de Tunis. Nini kitakukuta? Na gani nakukuta kitu kigumu sana. Kwa hiyo mimi naamini hili ni fursa sisi kuitumia kuelekea kwenye Champions League na kuelekea kwenye NBC Premier League ambayo itarejea mwishoni mwa mwezi huu. Nashukuru ya mashindano ya Mapinduzi Cup. Mimi nashukuru ya mashindano, lakini kwa jana kiukweli hawakuwa serious. Simba Sports jana walileta utani. Ule ni ukweli. Yaani mimi siku zote wanasemaga njia kuu. Kocha yupo kwenye majaribio. Nani yoyote acheze, si ndio hivyo? Yaani kwa yoyote acheze, kwa wale ambao hawapati nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Ndio yoyote acheze. Walocheza jana ukiwaangalia asilimia 90 ni watoto wa under 20. Kwa hiki kimekuumiza sana. Yaani hicho kimeniumiza kwa sababu ile sio sehemu ya kwenda kujaribu watoto. Sawa, ile ni sehemu ya wale wachezaji ambao hawapati nafasi. Kwa huyu kocha mpya amekuja, awaangalie pia kama ana uwezo ili waingize kwenye kikosi cha kwanza. Lakini wanaenda kuchezeshwa wengi ni watoto kutoka under 20. Sasa wale malaki watapandishwa moja kwa moja kwenye senior team. Manake watabaki kule kule. Ina maana kule wao Simba labda walitaka si wajigongeshe, wafungwe mechi ya jana ili wasikutane tena na Azam. Sijajua walikuwa mipango wao ipi kwa kupanga watoto wale. So anasema kocha Steve Barker anapenda sana vijana. Kupenda sana vijana apate nayo matokeo. Akikosa matokeo watu watamwataki kama kawaida. Kwani wenzake walivyomuimba wewe hatutaki manager, tunataka kocha, kilitokea nini? Alikuwa anaanza na viungo, haanzi na striker, lakini alikuwa anapata matokeo. Alivyokuja kubutuliwa, watu si wamemuimba na kumzomea kwamba hatumtaki. Tunataka kocha, tutaki manager. Yaani watu wa Simba wanaga muda wa kusubiri. Yaani subira ni ndogo sana. Sawa? Kwa hiyo binafsi akae ajitathmini. Kama yeye ndo kaingia kwa mfumo wake ule, aende na vijana. Sawa, hasa under 20. Sio wale ambao hawapati nafasi ambao wapo kwenye Simba Sports ambao hawakuita kwenye mataifa kwenye timu zao kwenye timu za taifa. Yeye manake akashindwa kuwatumia, anawatumia wachezaji under 20 zaidi. Kwa sababu kama Bajabili nilitarajia kumuona tena jana dimbani, kwa sababu Bajabili ametoka majeraha. Hana muda mrefu toka ajiunge na Simba na kufanya kuna wenzake kwenye mechi. Hii nadhani ule mchezo wake juzi ni mchezo wake wa 3 kucheza. Sawa, toka arejee. Sasa kama ni mchezo wake wa 3, apewe nafasi ili mradi tumuone. Sasa wewe tena unamweka benchi mechi mpaka inaisha. Unaingiza vijana tu. Tia huyu mtu ili aendelee kurudi kwenye mfumo, kwa sababu mchezaji namuona ana ubora, anaweza kaisaidia timu yetu kwenye mashindano hapa mbele, lakini amemweka benchi mpaka mwisho. Lakini kwa bahati nzuri wametinga hiyo hatua nusu finali na tena mdomoni kwa Azam. Sawa, tutakuja kuizungumzia mechi zidi ya Azam FC. Kwa vijana sio wanaonyesha, lakini performance nzuri. Performance yao ya jana mmoja sio wote wanaonyesha performance nzuri. Mmoja kama yule dogo beki namba 2 at least pamoja kafunga, lakini ukimwangalia performance yake sio mbaya. Lakini baadhi ya vijana wengine kama wawili watatu unaona angalau, lakini jana mimi sikuona ile football ile kutembea kwenye nyasi, sikuiona. Jana niliona tu mpira ili mradi tu lipigwe bora liende. Awesu usikati pale alikijafua au hujafurahishwa. Awesu si mchezaji ambaye tayari yupo kwenye senior team. Mimi nazungumzia hawa vijana walioongezwa jana kwenda kucheza kwenye ule mchezo. Nilikuwa naangalia performance yao bado ya kawaida sana. Lakini hata kocha pia alitoa kauli kwamba hajafurahishwa. Mpira ulikuwa mbovu. Mimi siku zote lazima niseme, mimi sipendagi kupepesa. Mimi nasema mpira jana ulikuwa mbovu. Jana ukiangalia wale Fufuni ni wazuri kuliko Simba. Wale unaona kama wao ndio walikuwa kama Simba jana kwenye ule mchezo. Pamoja sisi tumeenda kupata matokeo. Lakini mara zote ya mashindano huaga ni kama hizi timu kubwa zichukulie serious. Hawachukulii serious, lakini kwa msimu huu una mashindano gani yamekukaba? Kwa sababu msimu uliopita tulikuwa na mashindano ambayo yametukaba Champions League pamoja na shirikisho. Msimu huu kimetukaba kitu gani? Tuna break hii mwezi nao, tunapumzika tu nyumbani. Ndio sehemu ya wachezaji kurudisha fitness yao kabla kuelekea kwenye mashindano makubwa. Leo tena mtu anataka kuleta masiala. Yaani atoke mapema ili arudi nyumbani. Unakuja kufanya nini? Kwani mna malengo na unakuja kulea watoto mna malengo na kulichukua kombe la Mapinduzi? Sidhani sasa kama wao viongozi wana malengo kulichukua ile kombe ama hawana malengo kuchukua ile kombe. Kama jana unaanzisha watoto wale, kama kweli uko serious una malengo na ile kombe, huwezi kuanzisha watoto. Kama una malengo maana tia full mkoko. Hao wote waliokuepo hapa atakuwa wacheze. Sasa Elimpanzu katoka huko katua tu. Juzi jana anacheza. Mwanzo mwisho.
Umeona bwana? Kwa nini hao wengine ambao walikuwepo wasiendelee kucheza? Weka wote full mkoko. Hao wanakuja kumuona ile Mpanzu. Ndio maana anatumai mechi jana akaamua mchezeshe dakika 90 kwamba ampime ni mchezaji wa aina gani. Yule ni mchezaji sio wa kupimwa yule. Yule sio wa vipimo, yule ni mchezaji mwenye daraja kubwa. Sawa, sawa. Ina maana sawa, ndani ya kipindi kile cha kwanza tu alimuonyesha kwamba mimi ni mchezaji wa namna gani. Ina maana pengine kufika dakika 60 70 alikuwa naye pia mpumzishi, aingize watu wengine. Lakini kamchezesha dakika 90, maana yake lengo lake kumrudisha kwenye fitness yake. Kama unamrudisha kwenye fitness yake, Majabili ametoka majeraha. Weka ndani huyo mtu. Mimi jana kukosa ule mtu kuwekwa ndani, mimi roho iliniuma sana. Yule mashine. Sasa unamwachaje nje muda wote? Anapasha tu. Weka ndani huyo mtu, sio ndio watu tunaoita. Mapema ameanza kumlaumu Beka hivi. Sio naanza kumlaumu Beka, lazima nimlaumu. Ile ni mistake ambayo amefanya. Kama tungetolewa jana, binafsi mimi ingeniuma. Sababu najua mashindano yale sisi ni sehemu ya kutengeneza fitness kuelekea kwenye mashindano makubwa. Sasa kama binafsi tunatolewa tunarudi nyumbani, tuje kufanya mazoezi tu kule Bunju Complex. Au maana yake nini? Tuje kucheza na hao kina Dar City. Huu ni muda sasa wa kufanya kazi, tupambane, tupo kule, tupambane. Mechi ya kirafiki na mechi international ni mechi international. Ile tunashindania kitu. Ile sio mechi ya kirafiki. Kwa hiyo wote tunapambana, naamini binafsi jasho na damu linavuja pale. Lakini ndio hao mdomoni mwa Azam. Sawa, mdomoni mwa Azam. Azam ukiangalia hizi mechi alizocheza anaonekana yupo serious kweli kweli. Anautaka ubingwa wa Mapinduzi. Simba mechi ya kwanza na ya pili ni kama mwalimu amefanya majaribio kwa wachezaji. Je, ni kweli hii mechi ya Azam pia inahitaji majaribio kwa wachezaji? Hiyo sasa ni jukumu lao. Kama walichokifanya jana watakifanya tena zidi ya Azam, sisi hatuwezi kuwashikia bakola. Wao wenyewe watakaa kwenye kabineti yao, watakachokiamua ndio watakwenda nacho kwenye huo mchezo. Sasa yetu ni kutoa maoni, kwa sababu sisi ni jukumu letu kutoa maoni. Wameyafanyia kazi sawa, wasipofanyia kazi yaache maoni yetu yaondoke na bahari, lakini majibu watakwenda kuyapata kwenye pichi. Kikubwa hahitajiki dharau kwenye mashindano. Kama uhitaji hayo mashindano ni bora usipeleke timu kabisa kuliko kuleta dharau. Kuleta dharau maana yake ni kosa. Sababu sisi tunatoa pesa zetu, tunaenda kukaa mabandani, tunaangalia mpira, tunaangalia laza. Sasa unaenda pale unaangalia matipu baada ya kuangalia mpira. Hasa maana yake nini? Sisi tunataka burudani. Nadhani mechi ya Azam ni mechi ngumu, ni mechi tafu. Na washatoka kutuonyesha kwamba wao ni timu ya namna gani msimu huu. Wameshatukanda chuma 2-0. Sawa? Chuma ngapi? Chuma 2-0 Benjamin Mkapa. Sasa tunaenda kukandwa tena Nyuama ni Zanzibar. Ndio nataka nione sasa. Sawa? Ndio nataka nione hiyo siku ya Alhamisi. Nini kinatokea? Sababu ni mechi tunaweza kusema ni ya kisasi kwa upande wenu. Alikiswaswa haku. Sasa je, kisasi unaweza ukakilipa kama hujajipanga? Ukienda kichwa unakandamizwa tena. Yaani waibuki wewe unakandamizwa tena chini ya bahari. Kwa hiyo maana yake ni sehemu sasa kwenda kujipanga, na sidhani kama wataenda kufanya masiala kwenye mchezo huu. Mimi naamini huu mchezo tunataka tukatengeneze heshima. Walitufunga kwenye ligi, wamechukua alama 3, tukawagonge kwenye Mapinduzi na twende tukabebe ile kombe. Mimi sijaona kama kuna timu inaweza kutuzuia sisi kubeba ile kombe kama tunaamua. Kina Kitambala hapo. Kitambala nani bwana? Watu wameona video nini Kitambala. Sasa tumuogope mtu kule. Warudi wasirudi. Tuzungumze sasa wachezaji wa Simba ambao kile kikosi kipo full squad. Janchazi huwa yupo, amerudi kule Zanzibar. Lakini mchezaji ambaye mpaka hivi sasa hapo national team tunamzungumzia Maurice Abraham, wachezaji wengine wakina Dese Mkwala ambao wapo kwenye mataifa yao. Unafikiri kama Azam yupo na full squad chini ya Mwalimu Ibenge, lakini pia Simba wachezaji baadhi ambao hawajarudi kwa sababu kuna siku ya kesho ambayo imesalia. Huu mchezo kwako wewe uwanjani, tuachane na haya majaribio hizi mechi mbili kwa Simba. Azam bado ataonekana kuwa bora. Mnani tuzungumzie dakika 90 kwako kiufundi ambazo zinazomika hizo timu zote mbili. Azam unaweza kaonekana kuwa bora kutokana na wachezaji wao waliokuwa nao, wengi professional player wao bado wako nao, hawakutoka kwenda kwenye mataifa yao, zaidi ya wachezaji local player ambao ndio wapo kwenye national team. Kwa hiyo naamini binafsi wataonyesha mchezo mzuri na wataonyesha mchezo mgumu wa kiushindani. Azam sio timu mbovu. Azam ni timu kubwa na ni timu ambayo ina wachezaji wazuri wenye maprofile makubwa. Kwa hiyo naamini hautakuwa mchezo rahisi hata kidogo. Kwa hiyo naamini Simba lazima wahakikishe wachezaji wao professional player wengine pia ambao hawajawasili basi waendelee kuwasili ili huo mchezo usiukose. Maana kama Soa pia sijamuona mpaka sasa na hajaitwa kwenye national team yake. Hatujajua ana shida gani mpaka sasa hajarudi. Mngetaka ripoti. Muona naye pia anatakiwa ripoti ili akaonyeshe kule kwamba tunahitaji kwenda kwenye mashindano makubwa. Hizi mechi zilizobaki hatutaki masiala, hatutaki kucheka na mtu. Tunataka kucheka na nyavu. Simba heshima yetu lazima tuguse quarter final. Tusipogusa quarter final maana tutakuwa tumejizalilisha nchi msimu huu. Sio kuzalilisha Simba, tutakuwa tumezalilisha nchi kwa sababu sisi tumebeba mpira wa Tanzania. Sio hao watu wengine, hawafikiriwi. Hao watakuwa wanapiga mark time baadaye wanabaki hapo kama magurudumu ya gari. Gari inatembea kilomita 1000 lakini gurudumu liko pale pale. Hata kusogea liko pale pale linachunika. Kwa hiyo sisi hatuko kama hao. Sisi ni Simba Sports, ndio dila ya mpira wa Tanzania. Kwa naamini tusipogusa quarter final tutakuwa tumezalilisha taifa la Tanzania. Je, tunaliheshimishaje? Lazima turudi kwenye ubora wetu, tuhakikishe tunaenda kuchukua alama 3 away. Kwa vyovyote vile lazima tukasake alama 3 away ili turudishe kwenye game. Turudi ili mradi twende hatua robo finali. Sisi tukikosa kwa Tunis lakini twende tukachukue pale Angola. Yaani bado mna matumaini makubwa. Matumaini bado ninayo. Tukapambane sababu wanawezekana.
Sio kama national team yao tulitoa nayo sare. Sawa? Tunashindwaje kwenda kuchukua alama 3 kwa klabu yao? Tunaweza kuchukua alama 3. Kwa naamini twende tukapambane, tuhakikishe tunafikia kuchukua alama 3 away. Tusipopata alama 3 away, basi nafasi yetu kwenda robo finali itakuwa ndogo mno. Kwa mimi naamini binafsi lazima tukapambane. Sasa kama Steven Baka mapema anataka kuleta masiala